mchezaji wa kulipwa hadi mwaka 2030. Yes. Wako vizuri sana. Azam kwenye swala la vipaji hawana shaka yoyote kwa sababu wameshatengeneza wachezaji wengi sana. Bwana Madina, labda pengine uweze kunipa labda tathmini Azam Football Club kwa huyu kijana mchezaji wao ambao wamemsign sasa hivi Kassim Kiswaya. Pengine labda ni nini ambacho wamekiona kwake kulingana na ubora ambao ameuonyesha, huenda mpaka wameweza kumsajili ili aweze kuitumikia Azam Football Club kwa kulipwa mpaka mwaka 2030. Ya Azam FC kwanza ni target yao, kwa sababu ukiangalia sasa hizi mwalimu wa Azam FC Rashid Taus amekuwa ni kocha ambaye anahusudu sana vijana. Unatazama chaguo la kijana Zidane Seleli kutoka Dodoma Jiji kuelekea Azam FC liko ni chaguo la mwalimu Rashid Taus. Kwa hiyo hata hili chaguo ambalo limetoka hii leo la kumsainisha nyota Kassim Kiswanya kwa mkataba wa miaka 5 kwa kutumikia kikosi cha Azam Football Club kutoka huko chini kwa ya under 20 ni chaguo la mwalimu Yusuf Taus, kwa sababu Yusuf Taus kwa sasa anachokifanya Azam FC ni kutengeneza timu ambayo itakuwa na muhimili mzuri wa kwenda kushindana na kucompete hasa katika michuano hii mikubwa ambayo unaicheza. Lakini pia si hivyo, pia unahitaji kutengeneza damu changa ambazo zitakupa matokeo mazuri kwa muda mrefu zaidi. Promising players ukilinganisha na mtu ambaye ana umri mkubwa na ukazidi kumngangania kwa muda mrefu zaidi. Ndicho ambacho wenzetu hata mataifa ya nje wanafanya hivyo. Waangalie tu katika engo ya kumsajili mchezaji ana umri gani, ana kiwango gani, bali unakwenda kuangalia hata umri wake. Je, huyu mchezaji tukiwa naye tunaweza tukamnunua kwa pesa ndefu? Yes. Baada ya kumnunua kwa pesa ndefu ambazo tumemnunua, je, atakwenda kutupa kitu gani sisi? Hapo baadaye tutakwenda kunufaika naye vipi? Kumbuka sakata la Clement Mzize, utajika na Wydad ulimhitaji Clement Mzize kwa sababu ni kijana mdogo ambaye ana umri mdogo sana, kwa sababu akienda kule atawasaidia wao katika ligi, lakini pia watanufaika naye kwa umri wake mdogo alikuwa nao, hata kwenda kumuuza kwa vilabu vingine ndani ya Afrika la hata nje ya mipaka ya Afrika. Kwa hiyo Azam FC ni mwendelezo bora ambao wamekuwa nao siku zote kutengeneza wachezaji bora. Unajua washatengeneza wengi sana. Moja ya zao uzuri ambao mpaka sasa hizi Azam FC wanavutiwa nalo na wamekuwa proud nao ndio linafanya kazi sasa hizi. Tunamzungumzia Pascal Gaudens Msindo ambaye kwa sasa amekuwa akiwasumbua mabeki tofauti ambao wanaingia kwenye kosi ya Azam FC katika zile mbavu za pembeni. Amekuwa kikaa mwenyewe pale. Hakuna mtu ambaye anaweza kafurukuta katika namba ile kwa sababu ya ule ubora, na amepikwa kutoka kwenye grassroots chini kabisa kwenye misingi ya football. Lakini pia wakina nyota kama Nathan El Chilambo miongoni mwa wachezaji ambao pia wametoka kwenye grassroots chini kabisa huko, wametengenezwa vizuri, wamekuja kuisaidia Azam FC. Wananyota kadha wa kadha ambao wamepita pale. Wakina Zubel Foba saizi anasimama kama goalkeeper namba 2 cross ya Azam FC kwa sababu wametengenezwa kutoka chini. Yes. Ni jambo ambalo pengine watu wengi waga wanalichukulia tuseme mzaha, labda tuseme sia, lakini waga yanakuja matunda mazuri sana. Tukiangalia kama kwa Msindo, tunaangalia kwa Zidane Seleli, hata Clement Mzize tu kwa upande wa Young Africans. Ndio maana wakawa wanamhitaji hata kule Misri kwa ajili ya beneficial. Sawa. Msikilizaji wa 106.6, endelea kutune radio yako on. Mengi mazuri tunaendelea kukuchambulia na wachambuzi wa masuala ya kabumbu ambao wanakupa kindani zaidi kila ambacho